il y a eu beaucoup de retournements de situation. Nous avons vu des équipes qui gagnaient de grands scores et les matchs suivants, elles perdent tout, il y a des retournements de situation. Ceux qui ne lisent pas l'histoire ne peuvent pas avancer à l'avenir. Il faut savoir lire, et en particulier, je parle ici de l'histoire du football. L'histoire du football a fait qu'il y a des résultats qui ont été renversés. Raison pour laquelle, en tant que staff technique et coach, avec mes joueurs, on a fait une bulle, on a fermé entre nous. On ne peut pas en vouloir les supporters pour l'euphorie après le résultat de matchs passés. Même les médias, même nos médias d'ailleurs, notre média du club, c'est leur boulot, c'est leur sentiment. Mais nous, on est professionnels, on doit être rigoureux. Pas des sentiments, pas d'euphorie. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et je remercie nos joueurs pour cet esprit-là de concentration, de respect de l'adversaire pendant toute cette semaine et la concentration au travail. Pour moi, donc, quasi بعد دليل كيشو إن شاء الله دليل إن شاء الله. Karibuni ndugu waandishi wa habari kwenye mkutano wetu wa leo. Kwanza tuna furaha kwa hatua ambayo tumefikia kwenye kombe la shirikisho. Mimi kwa upande wangu na staff nzima na wachezaji tuko concentrate kwa mechi ya kesho. Tunaendelea kufanya kazi vizuri, ijapokuwa tumepata matokeo ugenini, lakini sio ndio sababu inaweza kutufanya sisi tusijitume, tusiwe concentrate sababu ya mechi ya kesho. Ukirudi nyuma utakuja kukuta kama mpira una historia, na historia ya mpira kama hutoifuata, basi wewe utakuwa bado sio mtu wa mpira. Kuna baadhi za timu ziliwahi shinda ugenini kisha nyumbani wakaja wakatolewa. Yote haya sisi tumejifunza, sababu ni matokeo ya mpira na tukayafanyia kazi. Nashukuru wachezaji wangu sababu wana hiyo spirit ya kutaka kupata ushindi. Wiki nzima hii toka turudi wako concentrate kufanya kazi, wanajituma, wanajizidi, wanafanya vizuri, morali iko juu, wako tayari kupambana ili kesho tupate matokeo. Mimi na benchi langu nzima la ufundi tulikaa na wachezaji tukawa kitu kimoja kusema kama bado hatujafuzu, ijapokuwa kwenye medias watu wataandika Yanga tayari amefuzu, Yanga tayari amefanya hivi. Sisi kwetu bado hatujafuzu. Ina maana na kama kwetu sisi bado hatujafuzu, lazima tuwe concentrate. So tuko concentrate kwa pamoja na wachezaji ili kesho tupate matokeo mazuri ya kutupeleka hatua ya mbele. Ni wachezaji gani ambao watakosekana kwenye mchezo wa kesho? Kwa sababu kuna maneno mengine ambayo yanazungumzwa kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao watakosekana ambao ni muhimu sana kwenye kikosi cha Yanga. Quels sont les joueurs qui ne seront pas demain, qui ne seront pas au match de demain, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il y a des joueurs très importants de Yanga qui ne seront pas demain, qui ne seront pas à la ligne demain. Tous les joueurs de Yanga sont importants. Wachezaji wote wa Yanga ni muhimu kwa Yanga. Wote wale ambao wamesajiliwa ni muhimu kwa Yanga. Il n'y a pas un joueur de Yanga qui n'est pas important. Hakuna mchezaji wa Yanga ambaye sio muhimu. Vous savez, ma façon de faire et la façon de faire de beaucoup de coachs un peu partout dans le monde, c'est que dans le football moderne, il ne faut pas rester tout le temps sur des noms, les mêmes trucs. Chaque match, il a ses spécificités. Il y a des moments où le joueur arrive au moment
importants qui ne sont pas en forme. Il y a des joueurs qui sont fatigués, tellement nous avons joué sur 2 années maintenant, vraiment une charge de travail et des matchs très durs. Très durs pour le joueur. C'est normal qu'il y a des joueurs que la forme baisse. Il y a des joueurs qui étaient sur le banc, mais la forme elle revient. Encore une fois, il y a des aspects tactiques, particularités tactiques du match. Il y a un match qui demande ce genre de joueurs et des matchs qui demandent un autre genre de joueurs. Donc, tout cela fait qu'il y a toujours des changements. Il y a souvent des changements. C'est normal puisque l'adversaire il change. C'est normal parce que la forme elle change. Elle est variable. Donc, le choix de l'entraîneur aussi, il est variable par rapport à tous ces variables-là. Vous comprenez? Donc, de nom, non. Si on compte seulement de nom, pour moi, ce n'est pas un paramètre, c'est un paramètre pour les supporters. Vous savez, les jours quand on met la formation, chacun dit oui, moi je préfère ça qui joue. Ça, c'est pas grave, c'est pour les fans. Mais pour le staff technique, il doit être responsable. Responsable et pas tenir compte de tout cela, et pas tenir compte des sentiments, et pas tenir compte de noms de joueurs. Ce n'est pas les noms qui jouent, c'est les qualités et la forme du joueur qui jouera. Et il faut respecter cela. Je demande à tout le monde de respecter tout cela. Vraiment, on doit évoluer dans notre culture footballistique, ici aussi. En Afrique, et en Tanzanie, au Maghreb, bon, partout. Il faut arrêter que les fans discutent pourquoi celui-là il doit jouer, pourquoi il a sorti celui-là. On doit avancer si on veut faire promouvoir notre football. Nitakachokifanya huwa kinafanya na makocha wengine wote duniani, sababu kubadilisha wachezaji kwenye timu ni jambo la kawaida sana, tena sana katika professional football. Kocha anabadilisha wachezaji kutokana na game ambayo iko mbele yake. Labda anaangalia mfumo ambao naenda kucheza mimi, inahitaji wachezaji wa aina fulani. Lazima kuna mabadiliko ambayo itafanyika. Sio kama lazima wale ambao mashabiki mmezoea kusikia majina yao ndio lazima wawepo. Pia tunaangalia na performance mazoezini. Tunajua huyu amedrop ama yuko vizuri, anaweza kaingia kwenye mfumo ambao nitakaocheza nao kesho, ama pia hawezi. Sababu wachezaji nao ni binadamu. Kuna wachezaji wengine ambao miaka miwili sasa kila mechi wanacheza, lazima pia na wao mili ipate kupumzika. Wanaweza kawa kutokana na kucheza sana, anaweza kadrop. Kuna mwingine mchezaji anaweza kakaa bench, akiingia anakuwa mchezaji anafanya vizuri tofauti hata na wale walioanza. Lazima tuwe tunawapishana, tunawabadilisha kutokana na formation ambayo itacheza. Kama formation yangu inahusu mchezaji fulani ndio inabidi acheze, anaendana na formation, basi yule mimi nampanga. So tukubaliane kitu kimoja, mashabiki tuache hilo zama ya kupangiana wachezaji. Lazima mchezaji fulani awepo, lazima mchezaji fulani awepo. Hata ukiangalia Maghreb, Ulaya, sehemu zote, kocha huwa anakuwa na kikosi kipana na anawabadilisha wale wachezaji wote kutokana na uhitaji wake yeye na wachezaji ambao anawahitaji kwa muda ule. So wale ambao watakuwepo na maana ndio ambao watastahili kucheza, sababu wote ni wachezaji wa Yanga na wanastahili pia kucheza. Naitwa Hussein Shafi, natokea TBC. Swali langu ni kwamba tayari Yanga wana mtaji wa magoli 2 ugenini. Tutegemea nini kwa coach? Ataingia na mfumo wa kuzuia zaidi kwa sababu tayari ana akiba magoli, au atakwenda kushambulia na kuzuia ili kuhakikisha Yanga inapata nafasi ya kufuzu? Sambamba na hilo swali lilotoka kujibu, kwangu mimi nahisi kama sijaelewa swali vizuri kwa mimi, kwa sababu nadhani aliuliza kumaanisha kwamba
kutakuwa kuna changamoto ya kuwakosa wachezaji labda kutokana na sababu za magonjwa, labda maumivu au kuumia kwenye mpira. Ndio tunataka kujua kwa kocha kama kuna wachezaji atawakosa kuelekea mchezo huo. Lakini hilo la kwanza ndio hilo, mbinu gani ambayo atatumia zaidi, atadefend zaidi au atashambulia? Il dit tu as marqué deux buts en étranger, tu as déjà l'avantage des deux buts. Alors pour le match de demain, est-ce que tu vas jouer tu vas attaquer, ou tu vas jouer défensivement, ou tu vas jouer, tu attaques, tu défends au même moment seulement pour avoir le résultat qui sera bon de te faire qualifier. Ou aussi tu as des joueurs qui ne seront pas présents demain à cause de maladies ou comment? Donc vas-y au fur et à mesure pour que ce soit pas trop long. Moi je parle si tu permets. Donc on va faire jouer la meilleure équipe possible par rapport au match de demain. C'est-à-dire vraiment par rapport aux spécificités du match de demain. Vas-y. Tutachezesha wachezaji ambao wataendana na mfumo wa mechi ya kesho. Kutokana na mechi ya kesho, wale wachezaji ambao watachaguliwa ndio wataendana na mfumo ambao tutacheza nao kesho. Bon, sa question elle est très intéressante. Vas-y. Swali lako ni nzuri sana. Et je vais vous répondre. C'est très très sensible et très particulier. Vas-y. Ni kitu ambacho kiko particular na very sensible, lakini nitaijibu. Je pense que nous allons jouer équilibré. Nous avons décidé de jouer équilibré. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas si l'adversaire peut toujours comprendre ce que je veux dire. Mais certainement, on va jouer pour ne pas recevoir de but et pour marquer des buts. Tutacheza, ina maana mchezo balance. Tutacheza ili tusifungwe goli na pia tushambulie ili tupate goli. So mchezo utakuwa design hiyo. Si je rentre dans les détails, je ne peux pas dire comment je vais jouer un jour avant à mon adversaire. Nikiingia kwenye details, ina maana nikisema nichambue nitakapocheza nitakuwa kama najiuza siku moja kabla ya mechi kwa mpinzani wangu. Mais l'idée c'est de ne pas prendre de but, et de marquer. Lakini nia ni kusema tutadefense na tutashambulia. Yote mbili kwa pamoja. One last question. Coach Nambi. Mauya, sasa ni wakati wako kwa niaba ya wachezaji tusikie maandalizi. Asante. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa salama siku ya leo, na sisi kama wachezaji tupo vizuri kutokea ambapo tumetoka kwenye mchezo wetu ambao tumecheza wiki iliyopita, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maandalizi ambayo tunaendelea na benchi letu la ufundi na kuandaa vizuri. Kwa hiyo tuko vizuri kwa ajili ya kukabiliana na mchezo wetu kesho. Naitwa Thumani Nyanda kutoka TBC. Zawadi, Yanga wanakwenda kuandika historia kwenye mchezo huu. Hilo linawapa ugumu gani kwa kwenda kupambana kuhakikisha historia hiyo na kwenda kutimia? Sidhani kama kuna ugumu wote, lakini historia ipo, na sisi kama wachezaji kitu ambacho kikubwa tunachokilenga zaidi ni kuvuka katika hii stage ambayo tulikuwa nayo. Unajua ni muda mrefu sasa kwamba timu yetu haikuwa katika muonekano mzuri au katika ushindani mzuri katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo morali ambayo tulikuwa nayo kuanzia tunaanza katika msimu huu katika mashindano ya kimataifa ilikuwa ni kubwa sana, namna kuweza kuvunja huu mwiko au ile rekodi ambayo ilikuwa. Kwa hiyo kwa hatua za nyuma ambazo tulikuwa nazo
ilikuwa ni ngumu kuliko hapa ambapo tumefikia katika kutaka kuvunja historia, kwa sababu mpaka hapa tumefika pia kwa klabu naweza kusema imepiga hatua kwa miaka hiyo ya nyuma. Kwa hiyo ugumu ulikuwa nyuma, sio sasa hivi, lakini hiyo haituondolee kwamba tusiendelee kupambana. Tunataka tuendelee kuweka rekodi zaidi ya hii ambayo tulikuwa tumeweka sasa. Kwa hiyo si mchezo ambao ni mgumu katika historia, ila ni mchezo ni mgumu katika kuvuka hatua inayofuata. Kwa hiyo naamini sisi tuna nafasi ya kuweza kuikabili. Naitwa Msabaha kutoka Wasafi. Mbali na nia ama dhumuni la kusonga katika hatua inayofuata, wanayanga wanataraji kupata burudani katika mchezo wa kesho. Mbali na hilo, kuna kitita ambacho kimewekwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikoje hii? Ina motivate kwa kiwango gani? Na je, wanayanga watashuhudia burudani katika mchezo wa kesho, ama itakuwa ni mchezo wa kimkakati kufikia adhma ya kutinga katika hatua ya nusu fainali? Kimkakati au kimalengo au katika plani namna ya kucheza, na mwalimu ameshazungumza, yeye ni mtaalamu wa mambao ya tekniki, lakini sisi kama wachezaji tunafuata maelekezo ya mwalimu ambayo yeye ametuelekeza. Lakini nahisi tokea tumeanza msimu huu wa 2021-2022-2023 nahisi tulikuwa na michezo mizuri zaidi na burudani ya kutosha. Kwa hiyo naamini falsafa yetu bado inaendelea.